Mtu wa Mungu, umejiandaaje katika kutoa hesabu? Maana katika kipengele cha kutoa hesabu hakuna mtu atakayekwepa, hakuna mtu atakayekwepa. Ni wakati ambao kila mmoja atatoa hesabu ya mambo yake aliyokuwa anafanya akiwa hapa duniani. Utatoa hesabu, yani mimi na wewe, kila mmoja tutatoa hesabu. Sijajua utakuwa kwenye mazingira gani ambapo utakuwa uko mbele za Mungu kueleza kile ambacho ulikuwa unakifanya hapa duniani. Sijajua utakuwa kwenye namna gani au kwenye hali gani, lakini leo tumekuja tuendelee kukukumbusha kwamba mtu wa Mungu, sanuka. Kama ulikuwa kwenye mazingira ambayo bado hujampata Yesu, tumekuja tukuletee habari njema za Yesu. Amen. Kama ulikuwa kwenye mazingira ambayo bado ulikuwa hujaanza kufikiria kumpata Yesu, sasa tumekuja tukueleze habari zake huyu mwanaume ambaye kwa huyu ulimwengu sasa tunalo tumaini. Kuna namna tulikuwa katika hali ya kufungwa, tulikuwa katika hali ya kuonewa, lakini huyo mwanaume kwa ile kazi yake ya msalaba, kwa ile kazi aliyoifanya pale msalabani, basi tunalo tumaini kwamba tunapomkubali huyu Yesu, kwamba tunapomkubali huyu Bwana, mambo yetu yanabadilika pia. Amen. Basi natamani nikueleze na ujumbe wangu kwenye siku hii ya leo na wakati huu, nataka nikupe ujumbe unaosema kufanya uchaguzi. Amen. Kufanya uchaguzi. Amen. Kufanya uchaguzi. Kama tunavyoelewa, kila kitu kwenye dunia hii kipo kwenye kitu kinaitwa maamuzi. Kila kitu lazima kifanyiwe maamuzi. Hata unapokuwa umekataa kuamua, tayari unakuwa umekwisha kuamua. Maana maamuzi ni jambo ambalo halikwepeki, ni jambo ambalo halipingiki. Sasa nataka tujifunze kwa habari ya kufanya uchaguzi. Kwenye kufanya uchaguzi hapa kuna watu wamepatia kufanya uchaguzi ulio sahihi, lakini kuna wengine wamepuyanga kwenye uchaguzi. Kuna maamuzi waliyachukua leo yamewatengenezea madhara, lakini nataka nikuoneshe sasa, nitakupa na suruhu kabisa ya huo uchaguzi ulioufanya. Kama ulikuwa umefanya uchaguzi usio sahihi, nitakuonesha kwamba kuna mahali ukitambua tu, kuna namna ukielewa tu, unaweza ukageuka na ukabadili mtazamo, na hayo maamuzi uliokuwa umeyafanya mwanzo yakawa hayana madhara makubwa kwa namna kama ile ambayo ulikuwa unatarajia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Natamani sasa nisome kwenye kile kitabu cha Mithali sura ile ya 14 na mstari wake wa 12. Mithali 14:12. Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Yes. Tarudia. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Amen. Naomba nikupe habari hii. Yes. Kama mwandishi wa kitabu hiki cha Mithali anasema ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Na somo langu linasema kufanya uchaguzi. Kufanya uchaguzi. Sijajua wewe kwenye maisha yako umefanya uchaguzi wa namna gani. Sijajua wewe kwenye maisha yako una uchaguzi wa namna gani, lakini kwa upande wa huyu Yesu tunayemweleza, Yesu wetu sio dikteta. Hakulazimishi, anataka kwa maamuzi yako wewe uweze kufanya maamuzi. Kama ni kuchagua upande wake, anataka wewe ndiwe ufanye maamuzi. Anataka wewe ndio uwe na nafasi ya kufanya maamuzi kwenye maisha yako. Hata kuja akusikie panga au akusikie bunduki ndipo ufanye maamuzi. Ni wewe unachukua hiyo hatua.
Lakini nataka nikwambie, pamoja na kwamba Yesu sio dikteta wa kuweza kukulazimisha kufanya maamuzi, ukisindwa wewe kufanya maamuzi kuelekea upande wa Yesu, basi yuko shetani ambaye anaweza akasimama na kukusaidia kuamua kwenye namna ambayo sio sawasawa, na yeye atakuburuta. Yeye hahitaji ruhusa ili aweze kukaa kwenye maisha yako. Yeye hahitaji ruhusa ili aweze kukutumikisha. Ndio maana umekuwa mtu wa namna ambayo umekuwa kwenye kikaango, wewe unaelewa, umekuwa kwenye namna ambayo wakati mwingine unateseka, lakini wakati mwingine ukiwepo katika namna ya nje hakuna anayeweza akajua, lakini wewe unapofika usiku unaanza kuona hayo maisha yanakuaje wewe usiku. Ni kwa sababu kuna maamuzi fulani bado yanachukua. Nataka nikuambie, ukifanya uchaguzi leo ambao ni sahihi, utakuletea matokeo mazuri, na uchaguzi huo unategemea umemchagua nani kwenye maisha yako. Yes. Nataka nikuambie ya kwamba umchague Yesu leo. Ukimchagua Yesu leo kwenye maisha yako hautaona hasara. Ukimchagua Yesu leo kwenye maisha yako hautapata hasara. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufanya uchaguzi. Yes. Kufanya uchaguzi. Nimekuambia kufanya maamuzi ni jambo lisilopingika. Kufanya maamuzi ni jambo ambalo halikwepeki. Sasa mtu wa Mungu, kama wewe utashindwa kufanya maamuzi au uchaguzi sahihi kuelekea upande utakao kuletea matokeo mazuri, basi ujue kuna upande utakao kulazimisha kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Amen. Lakini pia kwenye dunia hii tulio nayo ni sehemu mbili tu. Kuna falme mbili zinazotawala, ni falme mbili tu. Na ukiwa kwenye ufalme wa Mungu hauwezi ukawa kwenye ufalme wa Shetani, na ukiwa kwenye ufalme wa Shetani basi huwezi ukawa kwenye ufalme wa Mungu. Ndiyo. Na hakuna ambaye yuko katikati. Yes. Hakuna ambaye anaweza kusema mimi siko kwa Mungu, mimi siko kwa Shetani. Ni kwamba jambo ni moja, kama ufalme mmoja hauko ndani yako, basi kuna ufalme unaotenda kazi ndani yako. Yes. Sasa nataka nikwambie, umekuwa unateseka ama unateswa na namna ya maisha haya na namna ya mambo mengi yanayoendelea kwa namna tofauti, iwe ni kwenye familia yako, iwe ni kwenye ndoa yako, iwe ni kwenye kazi yako, hauoni matokeo. Ni kwa sababu kuna uamuzi, kuna namna ulikosea kuchagua. Nataka nikwambie leo, utakapoamua kuchagua upande sahihi, utakuletea matokeo yaliyo bora. Amen. Utakuletea matokeo yaliyo bora. Yes. Yesu aliacha vitu vyote mbinguni kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu. Wakati huo tulikuwa katika hali ya kuteswa, tulikuwa katika hali ya kuonewa na adui katika namna mbalimbali, tukitumikishwa kwenye kawaida nyingi za ulimwengu. Wakati mwingine ni katika hali za uchawi, wakati mwingine ni katika hali ya uhuni, usumbufu. Lakini Yesu alipoingia kwenye maisha yetu akatuletea badiliko. Yes. Na tulipochagua hiyo njia, leo unatuona ni watu wa tofauti. Amen. Ndio maana tumesanuka. Tuliposanuka na sisi tumekuja tukusanue. Yes. Kwamba mtu wa Mungu, kama kuna wakati wa kuchagua ni sasa. Amen. Saa ya wokovu ni sasa. Yes. Wakati uliokubalika ni sasa. Hivi ninavyoongea ndio wakati Bwana amekukusudia. Wewe mtu unayenisikiliza kwa wakati huu, Bwana ana jambo jema kwa ajili yako. Amen. Mungu ana mpango mwema kwa ajili yako. Yes. Haijalishi umekuwa unateswa, wakati mwingine umejikatia tamaa, hauelewi itatokaje, hauelewi itakuwaje, lakini nataka nikwambie bado lipo njia ama ipo suluhu ya hicho unachokipitia. Uamuzi sahihi ni kuamua kufuata upande wa Kristo Yesu. Amen. Yeye atakutengenezea maisha yako, na yeye atabadili mtazamo, na yeye atakubadili, utakuwa si kama ulivyo sasa. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa nini uteseke? Yes. Kwa nini uteseke? Kwa nini uteseke?
hauna haja ya kuteseka kabisa, hauna haja ya kuteseka. Yes. Nakuambia kabisa. Je, unayafurahia mateso unayoyapitia? Je, unafurahia hali unayoipitia? Hebu chagua, hebu chagua, hebu chagua. Kuna maamuzi utakayoyafanya yatakuletea matokeo kwenye maisha yako. Yes. Kuna maamuzi utakayoyafanya sasa yatakuletea matokeo. Amen. Utakuwa sio mtu wa kawaida kwa sababu ya maamuzi utakayoyachukua. Iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Yes. Sijajua hiyo njia unayoiendea, njia ya uovu, njia ya dhambi. Wakati mwingine umekuwa unateswa, lakini bado unaonekana hautaki kuelewa. Nataka nikwambie, unajichelewesha mwenyewe, unajichelewesha mwenyewe, unajichelewesha. Lakini ukitamani kuwa salama, jambo ni moja tu, sababu ni moja tu. Yes. Mahali pa kukaa salama ni kumkubali Yesu kwenye maisha. Ni kumkubali Yesu, umruhusu Yesu kwenye maisha yako, ayaongoze maisha yako. Na wewe nataka nikwambie, utakuwa sio wa kawaida. Yes. Kwa sababu huyu Yesu anapoingia ndani ya mtu, anabadili vile mtu alivyokuwa, anabadili mtazamo, anabadili muonekano. Yes. Anabadili chochote ambacho mtu anakuwa nacho. Na mtu anaanza kutembea kwenye maisha ya usini. Haijalishi ulikuwa uwezi kuzishinda dhambi. Nataka nikwambie ni kweli, nje na Yesu hakuna anayeweza kushinda dhambi. Yes. Huwezi ukaacha dhambi wewe. Nje na Yesu huwezi ukaacha dhambi, huwezi ukaishinda dhambi hata iweje, hata iweje. Ndio maana Yesu alikuja duniani. Kama kuna ugonjwa ulikuwa umeshindikana duniani, ilikuwa ni dhambi. Dini zilishindikana. Kuna watu walikuwa na dini zenye ustaarabu mzuri, lakini bado dhambi anaikanyaga kama kawaida, dhambi anaipiga kama kawaida. Yesu alipoliona jambo hilo, akaacha kila kitu kule mbinguni, akaacha kila kitu kule kwa Baba, akaja ili atuokoe mimi na wewe. Akaja akatufia ili mimi na wewe tuwe watu salama, ambao kwa kweli tulipokuwa tunateswa na namna na kawaida nyingi za dunia, tulipo tu mkubali Yesu, yeye amekuja abadili mfumo, ageuze yale ambayo tulikuwa hatuyawezi, sasa tunayaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufanya uchaguzi. Kufanya uchaguzi. Yes. Amen. Chagua upande, chagua upande. Chagua upande, chagua upande. Kuna mwingine hapa bado unaingia kanisani, lakini bado unayafanya mambo ya dunia. Yaani unaingia kanisani na mambo ya dunia unayafanya. Kwa waganga unaenda na bado uzinzi unaendelea nao. Hey. Tumekuja tukusanue ya kwamba unajichelewesha. Yes. Ya kwamba unajichelewesha. Yes. Ebu amua leo. Ebu amua leo. Amua. Na unapoamua kubali badiliko. Na unapoamua kubali badiliko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuja kukuletea habari njema. Yes. Habari njema za Yesu. Yesu ana mpango mwema na wewe. Yes. Yesu anakutaka wewe mama. Dio. Yesu anakutaka wewe baba unayenisikiliza. Yesu anakutaka wewe. Anatamani uachane na hiyo njia ambayo unaiendea. Anatamani uachane na huo uchawi. Anatamani uachane na huo ukahaba, huo ulevi ambao umeendelea kukutumikia. Yesu anakutaka wewe, anataka uache, anataka uje kwake, anataka wewe, anataka maisha yako, anataka usiteseke. Yesu anakukusudia yaliyo mema. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini uteseke? Kwa nini uteseke? Kwa nini uteseke? Kwa nini uendelee kufungwa wakati dawa tumekuletea? Kwa nini uendelee kufungwa, kukaa kwenye vifungo wakati mwarobaini tumekuletea?
Yesu peke yake, Yesu peke yake. Yes. Yaliyosindikana kwa madaktari, hata kwa hao waganga, kwa Yesu yanawezekana. Amen. Yeye ndiye bingwa wa kila kitu, kila kitu. Amen. Kama unaona kwenye biashara zako mambo hayaendi kwa sababu unahisi kama umelogologwa hivi, nataka nikwambie, ukimpata Yesu umepata vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya vyote. Ukimpata wewe umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu. Chagua Bwana Yesu upate vyote. Chagua kuwa na Yesu. Amen. Ukiwa na Yesu unakuwa na uhakika kwenye maisha. Hivi unavyotuona ni Bwana ametuhakikishia. Tunalo hakikisho na usalama wa maisha yetu. Hatuhangaiki kwa sababu tumempata huyu Mwokozi Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chagua, fanya uchaguzi. Yes. Alafu nataka nikusanue, naendelea kukusanua. Nataka nikwambie, yani kwenye maamuzi yako hata shetani hawezi akayaingilia. Yani wewe unapofanya maamuzi mwanangu, hata shetani mwenyewe hawezi kuingilia. Nataka nikwambie mwanangu, unapofanya tu maamuzi, adui mwenyewe asogei. Amen. Biblia inasema ya kwamba Mungu ametuwekea njia mbili mbele. Kuna njia mbili, yani kuna mauti, kuna uzima. Anasema chagua. Swala kuchagua liko kwako, hakuna anayekulazimisha wewe. Lakini sasa ukimruhusu Yesu kwenye maisha yako, atakusaidia kuamua kwa hekima, atakusaidia kuchagua kwa hekima, atakusaidia uchague ili usiweze kuangamia. Haleluya. Amen. Fanya uchaguzi. Amen. Fanya uchaguzi utakao kuletea tija. Amen. Fanya uchaguzi. Ndio. Kuna watu leo walipokosea tu katika namna ya kuamua, wamekuwa wamejikuta kwenye hali ya kutetemeka, hali ya kuogopa, hali ya kuteswa, hali ya kutumikizwa, kwa sababu kuna uamuzi walioufanya umewaletea matokeo. Kwa sababu maamuzi ya leo ndio matokeo ya kesho. Yes. Haina upinzani hiyo. Unavyoamua leo. Yes. Hicho ndio kinachokubebea hapo kesho. Hebu amua kumfuata Yesu. Amua kusikamana na Yesu. Amen. Amua kusikamana na Yesu. Amua kusikamana na Yesu. Utakapoamua kusikamana na Yesu, nataka nikuhakikishie ya kwamba mara tu utakapoingiza mguu kwa Yesu Kristo, haya mambo yaliyokuwa yanakusumbua yatakuwa yanaachia yenyewe. Yatakuwa yanakupisha yenyewe. Kwa sababu mfalme wa mbingu atakuwa ameingia mahali hapo. Na anapokuwa ameketi enzini mfalme, hakuna chochote cha kusumbua. Anapokuwa ameketi kwenye maisha yako mfalme Yesu, hakuna kitu ambacho kinaweza kikakuletea uharibifu. Hebu chagua kumfuata Yesu. Hebu chagua kuwa na Yesu kwenye maisha yako. Hebu chagua kusikamana na Bwana kwenye maisha yako. Hebu chagua, wala usichague kusikamana na dawa za kienyeji. Wala usichague kusikamana na waganga. Hapana. Wala usichague kufuata njia ya dunia. Hapana. Chagua kusikamana na Bwana. Ukitamani kuwa salama, chagua kusikamana na Bwana. Ukitamani vitu vyako, familia yako iwe salama, chagua kusikamana na Yesu. Amen. Hakika. Ile kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio maana tumekuja tukusanue mwanangu. Yes. Tumekuja tukusanue. Mshahara wa dhambi ni mauti. Haijalishi hata kama leo utaiona hiyo dhambi inakufurahisha, ni kwa kitambo tu, lakini liko shimo mbele, iko mauti mbele. Lakini tuikuletea habari njema za Yesu. Ya kwamba Yesu anakutaka ugeuke, ya kwamba Yesu anakutaka ubadilike, ya kwamba Yesu anakutaka ufuate, uachane na hiyo njia yako mbaya. Uachane na huo uzinzi unaofanya wewe mama, uachane na huo uzinzi unaofanya wewe kijana. Baba anatamani ufuate yeye, anatamani umgeukie, uachane na namna zote za ulimwengu huu, anatamani umfuate. Haleluya. Amen. Fanya uchaguzi.
Fanya uchaguzi. Fanya uchaguzi. Fanya uchaguzi leo. Ndio. Tumekuletea habari hizi. Tumekuletea habari hizi. Ndio tuone tukieleza habari za dini ya mtu fulani hapa. Umeona tunaeleza ni habari za Yesu. Kueleza habari za Yesu tu, kwa sababu kama kuna kulikuwa watu mashughuli wenye majina makubwa. Tunaona kulikuwa na watu mashughuli wenye majina makubwa. Hata sasa tunao watu wenye majina makubwa, lakini majina yao tunaona hayanaga matokeo. Tunapoyaita wakati wa shida, tunaonaga hayo majina hayatusaidii kwa chochote. Tunaonaga tunapoyataja hayo majina hayatusaidii kwa chochote. Tunapokuwa kwenye shida ya namna yoyote ile, tunapoyataja hayo majina mashuhuri, hayo majina maarufu, hayatusaidii kwa chochote. Ila mara tunapogeuka na kugundua liko jina moja, Yesu, jina la Yesu, litaja hilo jina, inaanza kubadilika kwenye maisha yetu. Ndipo vitu vinaanza kuachia. Yeyote aliyokuwa yanatutesa yanaanza kutuachilia, kwa sababu alipo jina jingine tulilopewa na damu litupasalo sisi kuokolewa kwao, isipokuwa kwa jina la Yesu peke yake. Na tumekuja kukueleza habari za hili jina. Tumekuja kukueleza habari za hili jina. Unapomkubali Yesu wewe mama, unapomkubali Yesu wewe baba, atageuza maisha, atageuza mtazamo wako, atageuza. Hayo mateso ndio yanakuwa mwisho wake, huko kuonewa kunakuwa mwisho. Haleluya, amen. Fanya uchaguzi. Fanya uchaguzi leo. Fanya uchaguzi. Amen. Fanya uchaguzi. Yes. Iko njia ekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Yes. Kuna njia unapita unadhani ni salama. Nimekuja kukusanua, sio salama. Yes. Yaani kama hauko na Yesu kwenye njia hiyo, mwanangu, sio salama. Yaani kwenye njia hiyo unayopita, kama unapita peke yako, hiyo njia sio salama. Yes. Ndio. Baba yangu, mama yangu, yani kama kuna njia umeichagua unapita, unasema tuko wengi. Nataka nikwambie, hamuko wengi, yumkini uko peke yako, haujuagi tu. Kuna watu wanaendaga huko nyumbani kwao, anaomba Mungu nisaidie, nisije nikakamatika mahali hapo. Wewe geuka, sanuka. Uko wengi, uko peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya uchaguzi. Amen. Fanya uchaguzi leo. Fanya uchaguzi. Yes. Fanya uchaguzi leo. Chagua Yesu. Chagua Yesu uwe salama. Chagua Yesu uwe salama. Yes. Chagua Yesu uwe salama wewe mama. Chagua Yesu uwe salama kijana mwenzangu. Chagua Yesu uwe salama. Hautahangaika kuwapanga wanawake msululu, hautahangaika. Chagua Yesu uwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Liko suluhisho. Wakati mwingine mwanzo ulifanya maamuzi yasiyo sahihi, ukachagua vibaya. Nataka nikwambie liko tumaini. Ndio maana Yesu ametuleta mbele yako tukwambie habari hizi. Yes. Liko tumaini. Amen. Ukitamani tu jua ya kwamba unatakiwa kurudi pale ulipoangukia. Unatakiwa urudi pale ambapo ulikosea. Unamwambia Mungu, nimerudi kwako. Kama yuko mmoja mwana mpotevu, iko habari moja ya mwana mpotevu ambapo tunaona alipofika umri wa ujana wake, akamwambia baba yake, nataka unipe sehemu yangu ya mali inayoniangukia ili niende huko. Baba yake naye hakumzuilia, akampa ile sehemu ya mali yule kijana. Yule kijana akaondoka nyumbani kwao kwa sababu amepata sehemu ya urithi wake. Lakini nataka nikuambie, alipofika mahali huko alikoelekea kijani, akatapanya zile mali kwa anasa, akazitumia kwa namna aliyojua mwenyewe. Ulifika wakati ukavikaisha vile alivyokuwa navyo, vikaisha. Nataka nikwambie, yule kijana alipokuwa
na vitu, watu walimsogelea. Wakina dada wazuri walimsogelea, wakina baba wazuri wakampa na heshima, wakamwambia shikamo. Alafu ni kijana, lakini kuna wakati ulipofika, alipoishiwa na vitu yule kijana, hakuna aliyekuwa karibu naye tena, hakuna karibu naye tena. Ndipo ilipofika wakati akatamani hata kujilisha chakula cha nguruwe, akatamani kujilisha kwenye chakula cha nguruwe ili tu, lakini nataka nikwambie akazingatia moyoni mwake. Biblia yangu ikawa inaniambia ya kwamba yule kijana akafanya maamuzi, akazingatia moyoni mwake, akazingatia, akagundua wewe ni kwa nini nateseka hapa? Akasema, kwa nini nateseka hapa? Kwa nini hapa ninakaa hapa na kufa na njaa? Kwa nini nakaa hapa na kufa na njaa? Inawezekanaje nikae mahali hapa nife na njaa, wakati nyumbani kwa baba yangu wako watumishi wengi wanakuwa na kusaza huko? Kwa nini mimi niko hapa nateseka na njaa? Akaamua, akaazimia moyoni mwake, akasema, nitarudi kwa baba yangu, nitamwambia baba nimekosa, nitamwambia baba nimekosa mbele zako Mungu. Akamwambia. Ndipo yule kijana akaenda kwa baba yake, lakini kwa umbali kabisa baba yake alipomuona yule kijana, alipomuona akamkimbilia kijana. Kijana alikuwa na hali mbaya, kijana alikuwa na hali mbaya, lakini nataka nikwambie, alipoamua kurudi kwa baba yake hakumtupa, baba yake hakumtupa. Ndivyo ilivyo, hata Mungu hatakutupa wewe. Hebu fanya uchaguzi, hebu fanya maamuzi ya kurudi kwake, hebu fanya maamuzi, geuka, achana na njia mbaya, achana na dhambi, achana nazo kabisa, mrudie Mungu. Anakutaka wewe baba, anakutaka wewe mama, kijana, Bwana anakutaka, Yesu anakuhitaji. Amen. Fanya uchaguzi. Amen. Fanya uchaguzi. Fanya uchaguzi. Fanya uchaguzi. Fanya uchaguzi. Naona sasa, mtu wa Mungu, yule kijana alipofika kwa baba yake, alipofika mbele za baba yake, akamwambia, baba, mimi unifanye tu mmoja ya watumishi huku, wala sistahili kuitwa mtoto wako, kwa sababu kile nilichokifanya kama sehemu yangu ya mali nilishaitumia, ila natamani tu basi niwe hata mtumishi hapo nyumbani mwako. Baba yake hapana, baba yake bado alikuwa anampenda. Ndivyo Mungu anakupenda hata wewe mama. Yes. Ndivyo Mungu anakupenda hata wewe kijana. Amen. Hata leo ndio maana ametuleta mbele yako, tukueleze habari zake njema, tukueleze habari zake njema, kwamba kwa nini unateseka wakati baba yupo, kwamba kwa nini unateseka, unakubali kuonewa wakati baba yupo. Ndio maana tumekuja tukusanue. Anakutaka ili uelewe ya kwamba anakutaka urudi nyumbani. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umesikia habari hizi sasa, mtu wa Mungu? Umesikia habari hizi sasa? Tokea hapo nilipokuwa na kueleza kwa habari ya kufanya uchaguzi. Yumkini na wewe hapo upo unatamani kufanya uchaguzi ulio sahihi, na uchaguzi huo ni kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi, ayaongoze maisha yako, ayaongoze maisha yako. Na kuambia utakuwa umefanya uchaguzi ulio bora kuliko chaguzi zote ambazo umewahi kufanya kwenye maisha yako. Unaweza ukasogea hapa mbele, unaweza ukasogea hapa mbele, au unaweza ukawa kwa imani hapo ulipo, kwa sababu najua uko unaendelea na kazi yako na biashara yako. Unaweza tu ndani yako ukaamini, maana wokovu unakuja kwa kuamini kutoka moyoni, unakuja kwa kuamini kutoka moyoni. Nami nitaomba kwa ajili yako, utanifuatisha maneno haya, utanifuatisha maneno haya, nitakuongoza sala hii na wewe utaifuatisha. Baada ya kuifuatisha, mtu wa Mungu, utakuwa umeokoka kabisa, utakuwa umeokoka kabisa. Na huyu Yesu tunayemsema atakuwa ameingia ndani yako, ataanza kubadilisha kila kitu kwenye maisha yako.
Basi sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako. niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nimeamua leo kufanya uchaguzi huu, kufanya maamuzi haya, kukukubali Yesu, uwe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake. Ninamkataa shetani na kazi zake. Ninakukubali Yesu, uwe kwangu Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu. Amen.